Pili, mambo ni mengi sana. Kikosi cha mnyama tayari kimewasili Afrika Kusini, kubwa zaidi kwa maandalizi ya mchezo wao wa nusu finali ya pili dhidi ya Stellenbosch. Umeutazama mchezo wa kwanza New Amani Complex Zanzibar. Stellenbosch, uwezo wao ni timu ya aina gani? Mnaelekea Afrika Kusini. Kwanza ni mchezo marudiano. Umewatazama Stellenbosch, ni wapinzani wa aina gani? Ni wapinzani wagumu. Ni moja kati ya timu ambazo zina ubora mkubwa sana, kwa sababu ni aina timu ambazo wanacheza kitimu kwanza. Watashuka wote, watapanda wote. Kwenye game ya juzi nafikiri walikuwa na advantage kubwa ambayo iliwabeba sana. Waliingia kwenye mchezo wakimheshimu Simba kama timu kubwa. Na ndio kitu ambacho nafikiri binafsi kiliwasaidia zaidi, kwa sababu hata aina mashambulizi ambayo walikuwa wanafanya wao, nafikiri ilikuwa ni kwenye mpira wa kurusha zaidi ndio walikuwa hatari zaidi. Lakini nje na hapo walikuwa wakizuia surusu magoli mengi zaidi. Sasa timu ya aina hiyo kwamba moja kwa moja wanajua nini wanakifanya na nini wanatafuta. Kwa kwenye mchezo wa marudiano usitegemee kwamba labda kama watacheza kama ambavyo walicheza hapa nyumbani. Lakini pia Simba usitegemee kama ataingia kama alivyoingia hapa nyumbani. Kwa hiyo tuliangalia mchezo mzuri na mgumu. Ila tunaenda kuangalia mchezo mzuri zaidi ya mchezo ambao tumeangalia New Amani Complex hapo Zanzibar hapo. Kwa sababu kwanza tayari mpinzani atakuwa ashajiamini kwamba ana uwezo kubatu na Simba. Aina ya mchezo ambao Simba alionyesha juzi, kama mwalimu wao hatakuwa makini, nafikiri ataingia kwenye mtego mkubwa sana wa Simba. Kwa sababu Simba alikuwa na makosa mengi sana kwenye mchezo wa juzi. Kwa kama ataenda na akili ya kuamini kwamba labda pengine Simba ataenda kurudia makosa ambayo aliyafanya hapa, first half game inaisha. Of course, tunazitazama timu kutokea Afrika Kusini, si timu ambazo mnapata matokeo mazuri sana mnapotua katika ardhi za Afrika Kusini. Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Kaizer amefunga 4 lakini Orlando alifunga kwa mikwaju wa penalty. Mnaenda kukutana sasa na Stellenbosch. Pengine huu pia utakuwa ni mchezo kama pia kuvunja historia kwa upande wa Simba na timu ambazo zinatokea Afrika Kusini wanapokuwa katika ardhi za nyumbani. Kwanza hiyo rekodi kwanza kwamba labda tushindage South Africa. Lakini pia na sisi tuingiage nusu finali. Season hii tuko semi final hapo kaka. Of course. Kwa hiyo inawezekana kwamba labda pengine season hii ni msimu wa kwenda kukata rekodi zote ambazo mwanzo inawezekana season hii tunakwenda kuvunja rekodi zote ambazo mwanzo tulishindwa kuzivunja. Of course. Rekodi ya kwanza ni kushindwa kuingia tu semi final ya michuano yote ile ya CAF. Lakini rekodi ya pili ni kushindwa kupata matokeo ya alama 3 kwenye viwanja vya geni katika mechi dhidi ya timu za Kiarabu. Season hii anapasuka Sfaxien pale kwake Tunisia, tunachukua alama 3 tunafanya tunarudi hapa. Lakini season hii pengine tunakwenda kupata matokeo ya ushindi ndani ya dakika 90 dhidi ya Stellenbosch South Africa hapo. Kwa namna ambavyo umewatazama Stellenbosch, lakini ni michezo ambayo inahitaji sana kutumia nafasi. Jean Charles Ahoua alionekana kutupiwa lawama nyingi sana kwenye mchezo ambao umepita. Nafasi ambayo ameipoteza, maneno alikuwa mengi sana kwa watu. Huenda ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa Jean Charles Ahoua. Performance ya wachezaji wako, performance ya mchezaji mmoja mmoja. Tukianzia na Jean Charles Ahoua. Kwanza nafikiri nafasi ambayo alipoteza Jean Charles ndio nafasi ambayo pengine itakwenda kumfanya afanye vizuri zaidi kwenye mchezo wa kesho kutwa, kwa sababu aina ya nafasi aliyopoteza, aina ya pressure ambayo alisukumiwa na wapenda soka wa Tanzania, nafikiri ni kitu ambacho pengine yeye binafsi kitakwenda kumjenga na kufanya kwa imara zaidi. Ukimzungumzia Jean Charles, ni aina ya wachezaji bora zaidi kuwahi kucheza kwenye ligi ya Tanzania. Anatengeneza lakini pia ana score. Sometimes kwamba watu wanamhitaji playmaker bora zaidi, hapa mwingine labda wanamcompare na playmaker ambaye aliyepita. Ni wazi nafasi aliyokosa Ahoua, hata wewe ulimkumbuka Clatous Chota Chama kwa maeneo aliyo ndani ya box. Binafsi sikumkumbuka kwa sababu Jean Charles alifunga goli kwenye hatua semi final. Sikumbuka Machama alifunga goli kwenye hatua hiyo kaka. Jean Charles katuvusha kwenda hatua ya semi final. Chama kutupeleka hapa. Sasa siwezi kumkumbuka Chama ambaye nafikiri pia alishakosa nafasi nyingi zaidi ya hizi. Lakini hatua ambayo katupeleka huyu akukutupeleka yeye. Kwa hiyo mashabiki wengi wa mpira wa Tanzania nafikiri kumekuwa na story nyingi kuhusu Chama, kuhusu Jean Charles. Binafsi kwangu mimi wote ni wachezaji bora, ila kwa sasa Jean Charles ni bora zaidi ya Chama. Kwa sasa unasadifu kusema kwamba Jean Charles ni bora zaidi ya Chama. Kwa yote aliyofanya Chama Msimbazi, leo hii ni kama umeyasahau. Sikuyasahau, ndio maana sikusahau bora wake pia. Chama ni bora, lakini kwa sasa Jean Charles ni bora zaidi
ya Chama. Mambo aliyofanya Chama Jean Charles pia akafanya. Yani ambao kafanya huyu pia kafanya. Tofauti kwa ambao kafanya kwa misimu mingi zaidi. Sawa. Season ya kwanza ya Chama timu inakwenda tu quarter final ya Champions League. Of course. Season ya kwanza Jean Charles ya Ahoua timu iko semi final na bado tupo kwenye mashindano. Sasa utamtoaje, utamshaji ubora huyu mweke huyu. Kinachotokea kwamba watu wanataka kubalance story sasa hivi. Kwamba mpira wa Tanzania lazima watu wazungumze. Sasa hivi mechi ya dabi ya Simba na Yanga watu wamesahau. Yanga kwenye mashindano hivi watu wamesahau. Watu wanadili na nani? Na mechi ya Simba na Stellenbosch. Kwa lazima mzungumze mtu kama Jean Charles ya Ahoua. Sasa utapataje content wakati timu yako kwenye mashindano haipo? Unasukuma pressure kwamba ionekane huyu Chama ni bora, na sisi mashabiki wa Simba tunamisi Chama kuliko huyu mwamba ambaye tupo naye sasa hivi ndani ya viunga vya Msimbazi. Lakini kiuhalisia Chama alikuwa ni bora zaidi kwa wakati ule. Lakini kwa sasa Jean ni bora zaidi. Ila kwenye nafasi, kwenye namba katika Premier League season hii nafikiri Jean Charles inawezekana ikawa ndo top kwenye namba kuliko mchezaji mwingine yoyote, kuanzia center forward, kuanzia viungo na kila mtu katika namba. Ana goli 12 na assist 7 ama 8. Sidhani kama kuna mtu ambaye utampata na namba hizo kwenye ligi kuu. Tutazame namna ambavyo mashindano haya yanahitaji matumizi mazuri ya nafasi. Umeutazama mchezo wa kwanza, Masteka Leonel Ateba, lakini yupo pia Steka ambaye alipata nafasi, Dese Mukwala. Mchezo huu unahitaji matumizi mazuri ya nafasi. Umewatazama wachezaji wako. Nini Fadlu Davis afanye kule Durban, Afrika Kusini? Kwanza binafsi nikiri kwamba Simba tuna changamoto ya Masteka. Unakiri kwamba Simba tuna changamoto ya Masteka? Yupo Dese Mukwala pamoja na Leonel Ateba. Yupo kwamba kwa sababu tunaye. Sawa, lakini bado kwenye vile viwango vya kuamua mechi kubwa bado Dese Mukwala hatoshi hata kidogo, kwa sababu kuna game ambazo utahitaji utumie nafasi hii moja. Kwa mfano mechi dhidi ya Stellenbosch unahitaji utupate nafasi moja uitumie. Ukishapata goli moja unampatia Mlima apate magoli 3. Sahihi. Kwa hiyo katika nyakati ambazo unahitaji aina ya washambuliaji ambao kwenye nafasi moja akupatie goli. Akikosa kwenye nafasi moja basi kwenye nafasi mbili akupatia walau goli moja. Naamini kwamba tunaweza kufanya kitu, japo sina imani zaidi na Masteka wetu. Una imani na naomba uitaje kauli yako vizuri kwamba una imani na Dese Mukwala na una imani na Leonel Ateba kuelekea kwenye mchezo. Ya binafsi na imani na Dese Mukwala, sina imani na Ateba, lakini nina imani na King Elie Mpanzu, nina imani na Jean Charles ya Ahoua, nina imani pia na Kibu Denis Prosper. Tuanzie hapa kwa Nabii Elie Mpanzu Kibisawala kama ulivyomtaja. Elie Mpanzu amekuwa ni chachu ya maendeleo kwa hivi sasa kwa Simba, lakini ndio amekuwa kama roho kwa upande wa Simba. Performance yake mchezo dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa kwanza, ni wazi Simba inajivunia kuwa na Elie Mpanzu hivi sasa. Of course, kwa sababu nafikiri kwenye ligi kwa sasa ndio mchezaji bora zaidi ya wachezaji wote. Anatengeneza nafasi, anakimbia kwenye timu kwenye maeneo husika, lakini pia anachezesha timu. Kumpata mchezaji kiungo mshambuliaji ambaye sio mchoo kwenye kufunga, nafikiri ni bahati moja kubwa sana. Na ndio kitu ambacho hata Clatous Chota Chama ndani ya Simba kilimpa utawala, kwamba sehemu ya kutengeneza nafasi atamtengenezea mtu akafunge. Anakifanya Kibisawala ni aina ya kiungo ambaye atafuta mali. Akishaipata mali, target ya kwanza ambayo anawaza yeye kwamba timu yangu ikapate matokeo. Sio mimi nikafunge goli, yani timu yangu ipate matokeo. Kwa kwenye game kesho kutwa kwamba hawa Masteka wetu na wachezaji wote kuanzia midfield kwenda mbele wakishamuona na mpira nani Elie Mpanzu waingie kwenye eneo husika. Alichokifanya Nabii Elie Mpanzu mechi ya kwanza ni wazi Stellenbosch wataenda kwenye huu mchezo kwa kuwa makini sana na Elie Mpanzu. Hakika, lakini haitosaidia chochote kwa sababu mtu ambaye ni bora tu kaka. Hata Messi watu walikuwa wakitamani sana wakicheza nao mzuie, kwa sababu ana uwezo mkubwa kumzuia. Kitu pekee ambacho nawaasa washambuliaji wa Simba wanapomuona King Elie Mpanzu ana mpira ama Jean Charles ya Ahoua ama Kibu Denis ama Fabrice Ngoma, nafikiri wanatakiwa ingie kwenye eneo la 18. Ikiwezekana kama itakuwa kuna offside hakuna, waingie kwenye eneo la 6. Nimeona juzi Dese Mukwala anatembea na mpira Mpanzu, Dese Mukwala hapo kwenye kibenda cha kona kule. Anatembea na Jean Charles yuko pembeni kule. Kwa nafikiri kwa aina hiyo huwezi kupata magoli mengi. Unavyokuwa striker, target ya kwanza
ni kwenda kuscore magoli. Ni wazi hii mechi Simba kama angekuwa na Jonathan Soa kutokea Singida huenda ingekuwa mechi rahisi sana kwa aina kutumia nafasi. Asingefua dafka kwa sababu Jonathan Soa alishacheza michezo mingi. Yaani labda ungendajia mtu kama labda Fiston Kalala Mayele. Hatuwezi kuzungumzia kama mechi kubwa kama untajia Jonathan Soa. Umesema Maseka una imani Simba pale. Simba ikienda kubisha hodi kwa Singida kumpata Jonathan Soa itakuwa bado sio viwango vya Simba kwa sababu target ya Simba season ijayo ni kwenda kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya CAF Champions League. Unavyomchukua Jonathan Soa ambaye Al Hilal ndio mdumani. Walimuona kwamba hana viwango vya kupeka nchi ya ahadi. Vipi Simba timu namba 4 kwa bora kwa Afrika? Ni wazi Soa Simba hatoshi. Sio Jonathan Soa pekee. Tanzania Premier League hakuna striker hatari hata huyu mmoja. Yaani Tanzania Premier League hakuna striker hatari hata mmoja ambaye kwamba labda unaweza kuamini kwamba nikiondoka naye kimataifa atakwenda labda kutikisa Afrika. Tuangalie Simba inaitaka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini Young Africans pia alifika fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Timu kutokea Afrika Kusini zilimvusha Young Africans kwenda fainali. Timu kutokea Afrika Kusini Stellenbosch ndio inacheza na Simba, na kama Simba atakwalify basi timu zote zitakuwa kutokea Afrika Kusini. Stellenbosch na Malumo Galaxy, ni ipi timu bora kwa namna ambavyo umetazama? Stellenbosch ukitizama bajeti yao wana takriban bilioni 33. Ni kikosi tu ambacho wanacho kile. B 33. Ukiwatazama Marumo hawakuwa na bilioni 10. Kwa quality budget nafikiri Stellenbosch wako juu zaidi ya Marumo Gallants. Ni wazi Simba kakutana na mpinzani mgumu. Mgumu na Simba naye pia mgumu. Kwa tunakwenda kucheza finali. Kwanza hapa tuweke sawa. Watu wengi wana compare finali ya Yanga na hichi ambacho Simba anakitafuta. Yanga alikwenda kucheza finali katika kipindi ambacho kombe la shirikisho linaluza. Wakati ule. Nafikiri kipindi hichi kuna mabadiliko kidogo. Simba alicheza finali mwaka 93. Wakati huo CAF wana mataji matatu. Kuna CAF Champions League ambao ilikuwa inatambulika hivyo, kuna CAF Winners, kuna CAF Cup. Simba alicheza finali ya CAF Cup. Lakini kufikia 2004 baada ya kubadilisha jina, watu wamekataa finali ya Simba kwamba pengine labda ni finali ya kombe lingine la Abiola. Kwa hata finali ya Yanga ilikuwa ni finali ya kombe ambayo ilikuwa inaluza. Na ndio maana wakatoka sema kombe la shirikisho, kombe la nini? Kombe la luza. Kwa sasa hivi shirikisho sio kombe la luza. Kwanza watu waelewe hicho. Kitu pekee ilikuwa ni kombe la luza kwa sababu zamani ukitokea klabu bingwa unaangukia kombe la shirikisho. Lakini sasa unaanzia huku unamalizia huku. Tunakwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch kwa target moja tu. Tunahitaji kwenda kucheza mchezo wa fainali ya kombe la CAF Confederation Cup. Simba anaitaka fainali na analitaka kombe kuja Tanzania. Unaiona nafasi ya Simba mbele ya RS Berkane kutokea kule Morocco? Kwanza naiona nafasi ya Simba kwenda fainali kwamba mpinzani wetu ameonyesha mashindano. Unaiona nafasi ya Simba kwenda hatua fainali. Lakini kwenye hatua fainali tunakwenda kucheza dhidi ya mpinzani ambaye nafikiri kwenye kombe la shirikisho toka tumeanza ndo mpinzani mgumu kuliko wote. Kwenda kumchapa RS Berkane inawezekana. Lakini lazima tufunge mkanda kisawa sawa. Hii mechi Simba ni wazi itakuwa ipo mikononi mwa Elie Mpanzu? Hapana. Haitakuwa chini ya mikono ya Elie Mpanzu. Itakuwepo mikononi mwa mabeki na viungo wetu wazuiaji kwa sababu tutahitaji kuzuia zaidi kuliko kwenda kushambulia. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, mechi ya MC Alger dhidi ya Orlando Pirates. Orlando alimzuia MC Alger. Pamoja na spidi zao zote Orlando Pirates. Lakini ile mechi walikaa nyuma. Wakatumia counter attack. Hakuna timu ina spidi season hii Afrika kama Orlando. Lakini alipata goli moja ugenini, amerudi nyumbani kwake pale. Amelinda goli lake moja. Kwa hata Simba, mwalimu Fadlu Davis, ukiangalia mechi dhidi ya Al Masry, alipata goli 2, alijua fika. Nikimruhusu mpinzani apate goli moja, itabidi nipate magoli mangapi? Niongeze mengine mawili niwe na 4. Kwa hiyo kapata goli 2 first half, second half kaja kalinda magoli yake mawili. Kwamba anaangalia mbele zaidi. Ni bora twende dakika 90 kwenye mikwaju ya penalty tukaamue pale. Lakini game dhidi ya Stellenbosch tunapata goli moja, tunacheza kwa nidhamu kubwa. Tunazuia, tunashambulia, tunazuia. Kuna muda tulimwachia acheze mpira yeye mpinzani. Kwa sababu ukimwachia acheze zaidi yeye mpira, atapoteza mbinu na maarifa zaidi ya kuja kufunga wewe. Anacheza ukiwa unamzuia, unapaki basi. Kwa hata kwenye mechi ya marudiano, wana Simba pale Simba atakwenda pale akafunguke.
sio mchezo kwenda kufunguka ule. Kikosi chako tumalizie kwa hili kwa haraka haraka. Mwalimu Fadlu Davis aende na nani? Kwa aina ya wachezaji wako, performance ya wachezaji wako, tumalizie kwa hili. Shebi, tumalizie mjadala. Eneo la mbele nafikiri aondoke na Dese Mukwala, King Elim Panzu, aondoke na Kibu Denis Prosper. Lakini midfield Jan Chazi Ahua eneo la namba 10, Fabrice Luamba Ngoma, Mwamba pa Yusuf Al Kagoma. Fullback right Shomari Kapombe, lefty Zimbo Junior. Center back hapa aondoke na Hamza Karabo Shamo kama yuko fit. Of course. Hayuko fit, Shemaloni Fondo amalize pale. Lakini golini nafikiri yuko Musa Pinpin Kamara. Shaka na Musa Pinpin? Hata 0% sina shaka kaka. Tuseme goalkeeper sehemu ya Simba ipo salama. Sio tu goalkeeper, nafikiri Simba ina changamoto maeneo mawili. Simba ina changamoto eneo la striker. Lakini Simba ina changamoto ya winga ya winga mmoja. Mnahitaji tena winga mwingine. Yeah, of course mbadala wa Kibu Denis kwa sababu hakupi kitu muendelezo. Anakupa kitu leo Kibu Denis, kesho hakupi. Kibu Denis Simba hatoshi. Hatoshi. Yeah. Lakini mastreka pia wote watatu hatoshi. Nafikiri ni hivyo, maeneo mengine yote. Nina imani nayo kaka. Bwana, tumezungumza mengi sana kimichezo ndugu yangu Shebi, kwa haraka haraka. Malizia neno moja kwa wanachama lakini pia kwa mashabiki wenzako wa Simba kuelekea kwenye mchezo. Nafikiri watu wawe na utulivu kwenye mitandao ya kijamii, tuatie wachezaji wetu moyo. Propaganda, kelele za mitandaoni kuhusu kukompea makosa ya wachezaji wetu sio wakati wake. Ni wakati ambao tunataka tuachie wapinzani wetu ambao ni Yanga muda na uwanja mpana wa kuchambua wao mechi zetu sisi na kuchambua wachezaji wetu sisi. Utakapopata nafasi ya kuzungumza mwana Simba, tetea klabu yako, tetea wachezaji wako kwa sababu hakuna mtu atakayetetea timu zaidi yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuachie wao nafasi ya kuchambua zaidi mechi zetu. Sisi letu ni hili, kuiombea klabu yetu ipate ushindi lakini pia kuisupport katika kila namna. Na tuwe na imani kwamba season hii CAF Confederation Cup winners is Simba Sports Club from Tanzania. Shukrani ndugu yangu. Pamoja sana kaka.